Naona ni mpira ambao ulikuwa umeegemea sehemu moja, kwa sababu ukiangalia Namungo alikuwa na nafasi nyingi wanazipata, lakini pengine kwa ajili ya uswahiba ukiangalia Namungo na Simba wana kaurafiki fulani hivi. Mgunda yuko kule, sikutegemea kwamba mechi itakuwa, lakini kwa sababu ni mtu wa football nilikuwa naangalia mechi. Lakini kwa kifupi ulikuwa unaangalia Namungo alivyokuwa anacheza. Kuna midfield mmoja hivi, sio na Nyalo sio nani, nadhani ilisemekana ametoka Azam. Alikuwa na uwezo wa kufanya mambo makubwa sana. Ukimwangalia yule Kabunda, umeelewa? Alikuwa na uwezo wa kufanya jambo. Huyu Makambo mapema tukajivunja. Kwa hiyo ilikuwa ni mchezo wa vunja au mna nini? Amejivunja. Sasa si taarifa zake si tunazo. Yaani alishatoa ahadi kwamba ishatoka ahadi, sio alitoa yeye ahadi, ishatoka kwamba anacheza hata dakika 10 azifiki alafu anatoka. Mpira ulichezwa Nabii, ukuona namna walivyocheza, walibana mpaka dakika 40 na. Mpira ulichezwa kwenye upande mmoja. Yaani ukiangalia ule mpira kama ukiacha mahaba, lakini kama uliangalia mpira vizuri utagundua kwamba Namungo walikuwa na uwezo wa kufanya kitu. Si uwezo tu wa kuwafunga Simba. Inaweza kwa labda Simba wamewazidi Namungo kila kitu, lakini kuna wakati ulikuwa unaona kabisa Namungo walikuwa hawataki kufanya mambo ambayo ya msingi kwenye football. Ila kwa ukiangalia kwenye makaratasi Namungo na Simba bado Simba ana nafasi kubwa sana ya kumfunga Namungo. Na kuna wakati ulikuwa unaangalia na pale Namungo kidogo alikuwa wanacheza kinanili kitototo zaidi. Mpaka sasa hivi wewe kwanza ni mchambuzi, mpira unajua vizuri. Mpaka sasa hivi Simba unavyoitazama imefaulu wapi katika usajili ambao umefanya msimu huu? Bado wanaenda taratibu. Baadaye watakuja kuwa vizuri, kwa sababu wao wanatakiwa wakwepe kukutana na sisi mapema. Ujue Simba wanakuwa wazuri wanapokuwa wanacheza na timu nyingine, lakini wakikutana na sisi watajigundua na matatizo. Ndio maana nasemaje, ngoja inyeshe tuone palipovuja. Sasa wao ili wawe vizuri wasikutane na sisi mapema. Yaani kwa mfano hiyo mechi ambayo tunakutana nayo pengine iwe mwezi wa 2 au wa 3 wataimarika. Lakini katikati hapa na sisi watajigundua kwamba wana madhaifu. Mechi ya juzi hapa tumewafunga kwenye ngao, umeelewa? Wakajigundua kwamba kumbe Kibu hana nguvu, hana kasi. Wakagundua Mpanzu naye sio mzuri. Kwa hiyo ili wawe vizuri wajitahidi hata kufanya mipango pale TFF au bodi ya ligi, hii mechi isogezwe mbele dhidi yetu, wataendelea kukaa vizuri. Naam. Tuitazame pia katika upande wa kocha aliyesimama siku ya jana, Selemani Matola. Alichokifanya ni ameonyesha picha gani kwamba anaweza kafaa kuendelea pale au amtafute mwingine? Siko kwa ajili ya kuizungumzia Simba, lakini kwa sababu umeniuliza hivyo, kabla ya kujibu hivyo, kwanza nilikuwa namsikia mchungaji wakati unamfanyia mahojiano hapa, alikuwa anamzungumzia rais wa Yanga Engineer Hersi. Kwa nyongeza tu, pengine kuna vitu alikuwa havijui. Mimi wakati nafanya michezo mwanzo nilikuwa na mtu Mwenyezi Mungu aiweke mahali pema peponi, anaitwa Mjata. Tulikuwa tunafanya vipindi kwenye East Africa TV, East Africa Radio. Lakini alipofariki yule mtu alikuwa anaitetea sana Simba. Sana, alikuwa anapigania sana. Na mpaka akampa jina wakamuita mpaka mafuta. Lakini mwisho wa siku alipofariki, hata ujumbe kutoka kwenye timu ya Simba hakuna hata aliyeposti, hakuna hata aliyetambua hilo. Umeelewa? Sasa alikuwa anamzungumzia Engineer muona juzi amefariki yule bubu. Amekwenda kuonyesha, wakasema ile ndio inaitwa kazi na utu, kwamba amekwenda kuonyesha kwamba yeye kama kiongozi wa aina gani. Unapokuwa kiongozi lazima hawa watu ambao wana support mpira uwajali. Ameenda kuonyesha support, ameenda kuonyesha kwamba ana upendo. Na hivi ndio kwa michezo wote, iwe Simba, iwe Azam, iwe timu gani, upendo. Sisi tunazungumza kuhusu mpira. Kesho na kesho kutwa Meja uhai wangu unaweza kufika tamati. Lakini wanapokuja viongozi wa mpira wakathamini kwamba Meja alikuwa anazungumzia kuhusu Yanga au alikuwa anazungumza kuhusu Simba, au mchungaji au official mume alikuwa anazungumzia, thamani yao ionekane. Kwa hiyo alichokifanya Engineer ni kitu cha kuigwa sana. Yaani ni mtu na nusu. Kiongozi mkubwa anaingia mpaka kwenye kaburi kwa maana ya kumstiri ndugu yetu yule, maana yake ni jambo la kupendeza. Ukiniuliza kuhusu Matola apewe timu asipewe timu, kinachoiumiza Simba ni mfumo tu. Mfumo wao sio mtu. Hata wakiletewa Mourinho, wakaletewa kocha yote kutoka mbali, hawawezi kupiga hatua kwa Tanzania. Simba anaweza kufanya vizuri international, lakini kwa Tanzania kodi yao tunao sisi. Sasa Yanga tena. Yaani kwa Tanzania kwa maana ya kutufunga, hilo jambo walisahau mpaka wabadilishe mfumo. Yaani 41 59 49 na 51. Na ndio maana mimi naita nguvu mbili.
Yani kuna hiyo 49 na kuna 51. 51 ndio wao ambao hoe hai mwenzangu na mimi wakina mchungaji ambao hawana kitu. Sasa si hawana kitu. Yaani wao hela hawana, afu atakao timu ya kwao. Sasa kuna mchungaji anaduka yaani sasa mimi namuita hoe si anashangilia sasa. Yeye yuko upande ujue yeye mchungaji yuko upande wa wanachama. Umeelewa? Ambao huko hakuna kitu. Sasa huyu mwenye kitu anasusa. Yaani muda wote anaweza kaingia kwenye TikTok akisema bwana mimi sitaki timu, anakuja wakina mchungaji wanambembeleza ndio. Kwa hiyo tatizo sio Matola. Matola ni kocha. Ni kocha mzalendo, ni kocha Mtanzania. Mimi binafsi napenda kuona kocha wa Kitanzania akipewa nafasi. Umeona kama juzi Malale 50 namna alivyotupa tabu Sokoine. Umeelewa, na timu yake ya Mbeya City. Kwa hiyo Matola akimpa timu sio mbaya, lakini kitakacho muumiza ni pale atakapoanza kupoteza. Watasahau kwamba amefanya nini kwa sababu ya ule uzalendo ambao sisi pengine unatukosti, lakini kwa maana ya ufundishaji Matola sio kocha mbaya. Tukiachana hilo tuzungumzie kuhusiana na upande wa Young Africans. Sasa hivi kinachoendelea ndani ya Yanga ni kwamba kocha yule haeleweki, Romain Folz. Kwa upande wako unazungumzaje? Takriban mechi kadhaa ushazitazama namna anavyopangilia kikosi chake. Ushaona utambulisho wake uko vipi Romain Folz? Mpira sio kama kuweka chumvi kwenye mboga au kwenye chakula. Mpira una utaratibu wake, unatakiwa mtu apewe muda, lakini imeonekana kuna baadhi ya mashabiki ambao labda pengine wana sababu, ila mimi nilivyomwangalia Folz sijaona changamoto yake. Hajapewa muda wa kutosha na anataka apply mbinu mpya kwenye timu. Umeelewa? Lakini watu washazoea ile kasi ya Yanga, ile mikiki ya Yanga mtafute wameikosa kwenye timu yao. Kwa hiyo nao wana hoja, wanatakiwa wasikilizwe. Lakini mwisho wa siku wajue kwamba watakwenda kuitia klabu hasara, kwa sababu unapomsitishia kocha mkataba maana yake unatakiwa muajiri mwingine. Ukimsitishia mkataba maana yake kuna makubaliano fulani ambayo unatakiwa uingie. Kwa hiyo shabiki wote wa Yanga popote ulipo, unatamani sana kumuona Folz akiondoka Yanga, lakini jua kwamba klabu yako pendwa ya Yanga unaenda kuitia hasara, kwa sababu unasababisha klabu sawa, unapiga kelele, unaanikiza kwamba kocha umuelewi, kocha ambaye anapata matokeo. Umeelewa? Amecheza mechi 10, yani zote maana yake ametoa suluhu mechi moja, lakini zote ameshinda kuanzia za mashindano na za kirafiki. Kwa hiyo unapokwenda kutamani kwamba Folz atoke, ujue kwamba tukiambiwa tuchangishe shilingi 1000 au 2000 kwamba ili tuweze kuvunja mkataba wa Folz, sidhani kama wewe uliyepiga kelele utakuwa uko tayari kufanya hivyo, kwa sababu hiyo fedha inakwenda kutoka kwa viongozi. Itakiwa labda asajiliwe mchezaji mwingine labda kwenye dirisha dogo, tunatakiwa tumvunjie Folz mkataba wake. Kwa hiyo shabiki, mwanachama, angalia maamuzi ambayo unaotaka kusinikiza uongozi uyafanye. Je, yana faida? Mpira ni mchezo ambao sio peke yako unatakiwa ushinde, kwa sababu hakuna sehemu yote ambayo imeandikwa kwamba Yanga kila mechi ashinde. Hiyo utakuwa sio mpira. Kwa hiyo matokeo ya kutoa suluhu, kuna wakati sio kutoa suluhu, tukafungwa vile vile, lakini tusianze kujaji vitu vidogo vidogo. Unajua huyu kocha pengine watu labda hawajampenda kutokana labda na ukauzu wake au vipi, lakini kiukweli changamoto ya kocha mpaka sasa hivi sijaiona. Lakini hizi kelele ambazo zinapigwa na watu zinafanya ujue mgogoro sehemu unaanzaga kidogo kidogo. Hata wenzetu Nguvu Mbili walianza kidogo kidogo tu. Umeelewa? Walianza kidogo kidogo. Ukiangalia kwa Romain Folz, mechi takriban mechi 10 na clean sheet 8 na ameruhusu goli 2 tu peke yake katika nyavu zake. Unadhani nini ambacho wao mashabiki wanaona kwamba hawalizikani naye? Mashabiki wanapenda, kuna kitu kinaitwa sex football. Umeelewa? Sex football ni mpira ule wa kuvutia, kwamba mtu afungwe na mpira uvutie. Ni kitu ambacho ukiangalia kwa Folz pengine kwa sababu muda wake ni mchache sana tangu amekabidhiwa timu, hicho kinakosekana. Umeelewa? Hii shay kutokea mara nyingi sana hata hapa. Hata ukienda timu za mbele Barcelona huko, unaweza kuona shinda, lakini kama una sex football lazima watu wasikupende. Kwa hiyo changamoto ya kocha kwa maana ya matokeo ukiangalia hakuna, lakini watu wanataka waone burudani na waone magoli. Sasa hivi vitu haviji haraka. Kimataifa sasa mechi inayofuata kule Malawi dhidi ya Sidi kama sikosei, unadhani huu mwenendo unaokwenda nao naweza mkatoboa kwenda kufikia malengo yenu ambayo mmekusudia kufika msimu? Malengo yetu sisi ni makubwa sana, si tu mechi ndogo ndogo kama hiyo ambayo unasema, japokuwa mpira una matokeo ya kikatili. Ni kwamba malengo ni kufanya vizuri zaidi, lakini hii pressure ambayo iko ndani inafanya sasa hivi pengine viongozi, sina hakika, lakini nahisi viongozi pengine labda wamekaa wakiwa wanatafakari. Ndio maana unaona mpaka sasa hivi kumekuwa kimya sana, wanatafakari, je, wafanye maamuzi kwa kuridhisha mashabiki au waendelee na msimamo wao, kitu ambacho kimekuwa ghafla sana.
Umeelewa? Sasa hivi tumetoa tu suluhu. Ingekuwa kama tumefunga ingekuwaje? Kwa hiyo mashabiki na wasii tuwe watulivu wakati mwingine. Bali katika nafasi yako ya ushabiki, bali katika nafasi yako ya wanachama, masuala ya uongozi waachie viongozi. Masuala ya ukocha waachie makocha. Kuna wakati sisi tunajifanya wajuaji sana. Umeelewa? Ujuaji ndio unatupa tabu. Unapiga kelele kuhusu kocha. Mechi imetoka suluhu. Sikiliza, inatakiwa kocha wa Mbeya City Malale 50 apewe credit. Amecheza vizuri, amekuja na mpango kazi, akatubana mbavu, mwisho siku tumeambulia suluhu. Umeelewa? Yale ni matokeo ya mpira. Kwa hiyo yote kwa yote kwenye michuano ya kimataifa sisi tutakwenda vizuri zaidi kwa sababu tuna timu ambayo ukiangalia mchezaji mmoja mmoja kila mtu ana nafasi. Umeona sasa hivi tumemchukua Mohamed Hussein Zimbwe. Timu ya Simba alikuwa anaanza lakini amekuja kwetu sisi apate nafasi sio kwa sababu ni mbovu lakini amekutana na Shadrack Boka ambaye pengine mwalimu anamuona ana ubora kuliko yule. Lakini ukiangalia wote hata ukimuingiza Shabalala unaona kama uwezo ule ule. Umeelewa? Upande wa katikati pale kuna Azizi Andambwile. Ukija ukimtoa yeye ukimuingiza labda Mudathiri au ukampa nafasi Musa Balakonte bado unaona kiwango kile kile. Huku pembeni kuna Mzinze, kuna Ekua, kuna nani? Huku kuna nani huyu? Pacome Zouzoua. Bado ukiangalia wachezaji kila anayetoka anaingia unaona balaa zito. Kwa hiyo mimi naamini tutafanya vizuri kwenye michuano na tutaongoza katika mazingira ambayo mtu mwingine hawezi kuamini. Tunasubiri tucheze hizi michuano ya tuseme kama ya awali, baadaye tuingie kwenye makundi huko inshallah tukafanya vizuri zaidi. Kwa kumalizia, kama viongozi watamruhusu Romain Folz kuendelea kubakia pale, kwa hizi kelele zinazoendelea za mashabiki haiwezi kumpa pressure na kumfanya Romain Folz kuondoka katika reli? Yule ni professional. Mimi sasa hivi ninachosi viongozi wa Yanga wafanye utulivu tu, waangalie kama kweli nao wanahisi kwamba kocha pengine ana changamoto, labda wafanye maamuzi. Wasifanye maamuzi kwa pressure sana afu kuingizia hasara club. Ukiangalia kwa Foka na Bimeja, mimi nasikia hasira sana kwa sababu nashughulika kwenye club. Tofauti na mtu mwingine ambaye yuko mbali huko, hajui ambao activation za club. Kwa mfano, nanunua jezi. Umeelewa? Mimi kama mwanachama naingia uwanjani. Umeelewa? Shughuli zote za klabu nafanya. Kwa hiyo ninapoona nimetoa fedha yangu alafu imeenda kufanyika kitu ambacho ukiangalia unnecessary, law inakuwa inaniuma sana. Kwamba avunjiwe kocha mkataba kocha wakati changamoto ya kocha sioni. Mimi binafsi kwa sababu naichangia klabu, naona ni fedha zangu ambazo zinakuwa zimetumika pale kwa ajili ya kufanya kitu ambacho pengine hakina ulazima sana. Kwa hiyo mashabiki na wanachama wa Yanga tutulie kwanza. Timu yetu haijafanya vibaya. Matokeo ni kufungwa, kushinda na kutoa suluhu. Sio kwamba Yanga tumeandikiwa sehemu kwamba lazima kila mechi tushinde. Ulitoka Simba kwa sababu ya kukosa furaha. Pengine unapokutana na mchungaji wa Simba sasa hivi akuchallenge namna yote labda kwa haya matokeo mnayopata nyinyi. Atani challenge yeye ana furaha gani sasa? Amefungwa mara 6, hana ubingwa, hana chochote alichokishika. Yaani furaha zao ni ndogo ndogo ambazo ukizitem katika furaha ambayo Meja mimi ninayo tofauti. Yeye anachofurahia jezi yake sio ina skani sio ina nini, alafu anafurahia mimi kutoa suluhu na Mbeya City. Ndio furaha hizo kwa nazo. Sasa ukiacha hizo ana furaha gani ambayo ya kunifanya mimi niteteleke? Alafu sikia, mimi kuondoka Yanga yani hilo haliwezekani kwa sababu sasa hivi nadhani wiki ijayo nakwenda kuwa mwenyekiti wa tawi la Tanzania Yanga Influencers. Sasa kama nakuwa mwenyekiti wa tawi la Yanga, unasemaje natoka Yanga? Kwa hiyo mwenye ndoto za kufikiria kwamba kuna siku nitatoka Yanga, huyo azifute kabisa kwa sababu unakwenda kuwa mwenyekiti wa tawi. Sasa unapokuwa mwenyekiti wa tawi maana yake tayari ushakuwa uko ndani ya Yanga. Hivyo vitu huwezi kuvikuta huku Simba. Mchungaji hafikiri wala afikiriwi kuwa mwenyekiti au kuwa kiongozi kwa sababu kwa kifupi anajitambua yeye mwenyewe na mashabiki, lakini Simba kama Simba haimtambui. Yaani Simba kwa kifupi viongozi wa Simba hawamtambui. Siku yetu alienda akasalisali pale kwenye makaburi lakini hawamjui. Kwa sababu walitangulia. Unajua sikia kilichofanya mpaka waende kule mkoani ni kwa sababu walituiga sisi tulivyoenda Tanga. Sisi leo tumeenda Tanga na unajua tulienda Tanga na hizi gari karibia 70. Sasa wakapiga baada ya sisi kuona vile mchungaji na wenzake wakaanza kupiga kelele na GB. Wenzetu wanapendelewa na sisi tupendelewe. Basi tufanyaje sasa? Ndio akaenda na vibasi vyao vitatu, wafika katikati hapo sijui Mikumi, gari hizo zimeisha mafuta. Wanapiga simu tena huko Dar es Salaam. Sasa hivyo vitu huwezi kuvikuta Yanga. Yanga sisi gari 70 zote zina mafuta kwenda kurudi na AC. Sasa wao vio vyenyewe wameviacha wazi, magari mabovu wameenda amerudi na ameenda leo kesho amerudi. Sisi tumekaa siku hizi 3. Na hivi kuna safari nyingine ya Manyara tutaenda sisi Influencers wa Yanga, si hatuna baya. Kwa hiyo mchungaji furaha hana na Simba hawamtambui. Yaani viongozi wa Simba hawamtambui, anajitambua mwenyewe. Yeye ndio kujipendekeza atafanyaje? Kwao hakuna utaratibu wa kutengeneza hii unaita Influencers. Mimi Yanga natambulika kama mtu wa ushawishi, influencer, na tuna group letu. Umeelewa?
Umeelewa? Hata kwenye issue ya kukata tiketi, tumekana si influencer. Waulize yeye kama kwenye issue ya kukata tiketi alienda. Mchungaji kwa kifupi, Simba atambulika kwenye vyombo vya habari tu. Yaani kwenye social media ndio wanamjua. Lakini kuna kipindi alizungumza kwamba akifungwa na Yanga atajiuzuru uchungaji na anahama Simba. Lakini baada ya hapo aliandika barua kuomba aondoke, au akasema hapana, hatuwezi kukuruhusu uondoke. Sasa muandike nani barua yeye ajulikane. Yaani sikiliza, huyu kwenye social media tu mtu anemjua. Sasa mchungaji atamjua nani? Shukrani sana. Asante sana.